Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie. Na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo jeudi le 18 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari zetu za mchana wa leo ni mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi ziwafikie wengi. Muendelee kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp, ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na channel yetu ya WhatsApp ni kugusa kwenye titre. Hapo chini ya titre utapata linki yetu ya WhatsApp. Ujiunge kupitia linki hiyo, utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Na bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari, tuwapeleke mjini Uvira kwenye waasi wa M23 wanaendelea kujiondoa hapo. Siku ya jana wakati walitangaza kuwa wameondoka wote mjini Uvira, walikuwa bado hawajatoka ndani wote. Kuna waliobakia ndani ya mji wa Uvira usiku wote. Wakati wakaaji waliamka asubuhi ya leo wakaanza kufanya kazi zao tofauti, wakutana waasi wa M23 toujours na wako ndani ya mji wa Uvira. Wakati ilifika saa 1:30 minute ndipo walianza tena kuondoka hapo. Video ndiyo hii hapa chini. Wakati walianza kuondoka mjini Uvira saa 1 asubuhi, waliondoka ndani ya magari pamoja na silaha nzito ambazo walikuwa wamezideploye mjini Uvira wakati walikuwa wamekamata mji wa Uvira. Vyanzo vyetu mjini Uvira vinatuambia kwamba wako naondoka pale wakielekea kurute nationale numero 5 ambayo inapanda maeneo ya Kiliba kule njo kwenye wako naelekea. Wanasema kwamba mpaka muda huu waasi hao wa M23 hawajaondoka wote ndani ya mji wa Uvira, paske ukianzia kule kumpaka wa Burundi na Uvira pale Kavimvira kungali wanajeshi wa M23 ambao wangali wanasekirize mpaka huo, na movement za wanajeshi wao zingali inaonekana mji wa Uvira zikiondoka kila wakati. Waasi wa M23 bado kabisa wajaondoka wote ndani ya mji wa Uvira mpaka mchana wa leo. Kinachoendelea pale ni ya kuwa wanaendelea kukua present ndani ya mji wa Uvira. Wakati wataondoka wote tutawaambia, ila mpaka kwa sasa wote hawajatoka ndani ya mji wa Uvira, wangali naonekana ndani ya mji huo wa Uvira. Vyanzo vyetu hapo mjini Uvira viko wanatuambia ya kwamba kinachoshangaza ni ya kwamba wakati wamoja wako naondoka wakitoka ndani ya mji wa Uvira, kuna wengine ambao wako naelekea maeneo ya Fizi kule Makobola kwenye vita vilikuwa vikiripotiwa tangu juzi na siku ya jana walipigana hapo. Wangali najiuliza sasa mboni wako naonekana wakielekea huko Fizi wakati wamoja wako na jiretire, ile inamaanisha nini? Wanasema kwamba huenda wasi wa M23 wanaweza kuwa wako na mpango wa kutaka kuzubaisha FARDC na wazalendo, wazani ya kwamba wamejiretire ndio, na kule mbele tena waatake kama walivyokuwa wakifanya ndani ya siku chache ambazo zimepita. Mardi ndipo walianzaka kupigana kule Makobola, tena wakapigana na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo, na mapigano hayo yalisababisha watu kupoteza maisha yao maeneo ya Fizi kule maeneo ya Munene. Juzi wanajeshi wa AFC M23 walitokea mji wa Uvira wakaelekea maeneo ya Fizi, wakaanza kushambulia wazalendo na jeshi la Kongo maeneo ya Kasekezi pamoja na mitambo kwenye waasi wa AFC M23 walikuwa wanataka wa avance wakamate Makobola de ambayo inapatikana mu territoire ya Fizi.
Maeneo ya Kasekezi na Mitambo ni vilima ama ni makoline ambayo yako kama yanayozunguka eneo ya Makobola ukitokea mu territoire ya Uvira, na pale njo kwenye mapigano yaliripotiwa juzi. Kukaonekana utulivu kidogo saa za jioni jana asubuhi mapema, tena mapigano yakaanza upya kati ya pande mbili hapo hayo maeneo tujo Kasekezi na Mitambo kwenye vilima vinavyozunguka Makobola. Mapigano yakaendelea jana asubuhi hapo kwenye uwanja wa vita. Waasi wa M23 walitumikisha silaha nzito ambazo zilikuwa zikibombarde kwa mbali mu maeneo ya FARDC. Mabombe mbili zilizorushwa na waasi wa M23 zilianguka mu eneo ya Munene ambayo iko mu 15 kilometre na site ya Mboko. Hapo ni karibu na eneo ya Swima. Vyanzo vyetu hapo vilituambia ya kwamba wakaaji wawili walipoteza maisha yao wakati wa mabombe hayo ambayo yalirushwa na waasi wa M23 yakaanguka mu eneo ya Munene. Upande wa maeneo ambayo FARDC ina okipe kila wakati nao wako na renforce. Jeshi la Kongo wako na leta vifaa vyao, silaha vikitokea kule Kalemi vikifika Baraka vinawasili Kufro ili kuweza kuwasimamisha hawa waasi wa M23 wasije wakaprogrese ndani ya territoire ya Fizi. Na siku ya leo ndipo kulikucha na utulivu mu maeneo hayo ya Makobola, Kasekezi. Vyanzo vyetu kutoka mjini Uvira viko na tuambia ya kwamba waasi wa M23 wako nataka kuzubaisha FARDC na wazalendo kule, wakionyesha kwamba wako naondoka, kumbe wako na mpango wa kuwashambulia pale maeneo ya Fizi ili wasonge mbele. Wakoe makini sasa jeshi la wazalendo na FARDC kule maeneo ya Kasekezi, Makobola, paske wakati wowote M23 tena inaweza kuwashambulia, kwa sababu walionekana wakielekea huko tangu jioni ya jana, wakati wamoja walikuwa wakiondoka mjini Uvira, wengine walielekea huko mu maeneo ya Fizi. Hizo ndizo habari zinazotufikia kabisa kutoka mjini Uvira. Waasi wa M23 wanaendelea kukua preza hapo, wengine wakionekana kuondoka pale, wakati wengine wako na renforce mu maeneo ya Fizi. Habari zetu zinaendelea ndani ya teritwari ya Walikale. Mapigano makali yaliripotiwa mu kijiji cha Iboga pamoja na Ihula kati ya waasi wa M23 pamoja na wazalendo. Waasi wa M23 na wazalendo walipambana tangu siku ya jana huko Ihula na Ibuga katika kundi la Kisimba. Vyanzo vyetu vinaripoti kwamba wazalendo walianzisha mashambulizi ya wakati mmoja dhidi ya maeneo ya waasi katika miji hii miwili. Milio ya risasi kutoka kwa silaha nzito na nyepesi ilisikika Jumatano nzima na kuwaingiza watu katika hali ya hofu. Huko Ihula na Ibuga wakaji walitafuta hifadhi msituni kulingana na katibu tawala wa kundi la Kisimba. Baada ya mapigano haya wazalendo waliondoka katika maeneo haya, lakini wakati wa kuondoka kwao walichukua watu 5 ambao wanashutumu kwa kushirikiana na waasi wa M23. Hatima ya hawa mateka bado haijajulikana. Alhamisi asubuhi wakaji wa Ihula na Ibuga walianza kurudi kwenye vijiji vyao ambavyo bado viko mikononi mwa waasi wa M23. Wanarejea pale maeneo yao kwa woga na hofu sana, kutokana na kuwa wanaogopa ya kwamba wakati wowote tena wazalendo wanaweza wakataki maeneo hayo. Wanasema ya kwamba tangu juzi wazalendo wako na pigana na wasi wa M23 mu maeneo hayo wakitaka kuwafukuza wasi mu hizo eneo. Ndiyo maana wakati wowote wanaweza tena kurejea hapo ili kupigana na wasi wa AFC M23 wakitaka kuwaondoa ndani ya miji hiyo midogo inayopatikana mu territoire ya Walikale. Hapo ni Walikale ambapo hali si nzuri kwa wakaji wa maeneo ya Ihula na Ibuga kutokana na mapigano makali yanayoendelea kati ya pande mbili. Siku ya leo anayeitwa Sylvain Mutombo alitoa onyo kali kwa magaidi wa AFC M23. Mwalimu Sylvain Mutombo Kabinga, mjumbe wa uraisi wa muungano mtakatifu wa taifa, alitoa onyo
kwa magaidi wa kivita wa AFC M23 inayoungwa mkono na Rwanda. Akikabiliwa na kuendelea kwa vitisho vya usalama mashariki mwa Kongo, alijitokeza hewani kukemea malengo ya upanuzi wa muungano huu. Akasema kwamba ninawakumbusha wasaliti wote wa M23, vibaraka wa M23, kwamba watu wa Kongo na vijana wake hawatazuia kwa njia zote za kisiasa, kidemokrasia na kisheria, na hawatafika Kinshasa kamwe, hawataichukua Katanga kamwe, alitangaza wakati wa asubuhi ya kisiasa mbele ya wafuasi wake ambao walikuwa wametoka pande zote kumsikiliza. Na aliendelea kusema kwamba uhamasishaji wa raia unaoongozwa na vijana wa Kongo unaunda kizuizi kisichoshindika dhidi ya hamu yoyote ya upanuzi wa uasi. Rufaa hii inaonyesha uungaji mkono unaoonyeshwa na watu wa Kongo zaidi ya makubaliano ya amani yaliyosainiwa katika ngazi ya kidiplomasia, wanapolinda eneo lao la kitaifa kwa kuunga mkono jeshi ambao wote wamehamasishwa. Yule ni Israel Mutombo ambaye alikuwa akionya hawa waasi wa AFC M23 ya kwamba vrema vijana wa Kongo wazalendo hawatasimama kamwe na kutia silaha chini kuacha waasi wa AFC M23 wasonge mbele. Hapana, watapigana nao mpaka kufikia kwenye pumzi yao ya mwisho. Siku ya leo Martin Fayulu alitangaza ya kwamba mission mpya ya Organisation des Nations Unies yani ONU ndani ya nchi ya Kongo inapaswa kuwa na majukumu kwanza ya kuleta amani nchini Kongo, ambapo alisema kwamba inapaswa kuagiza pande mbili kutekeleza azimio la 2773 waasi wa AFC M23 na wanajeshi wa Rwanda RDF wanaowasaidia wanapaswa kuondoka ndani ya maeneo yote wanayoyamiliki, hapana Uvira tu bali maeneo yote ya Kongo ambayo wako ndani, mkiwemo Bukavu, Goma, Ruchuru, Masisi, kote kabisa wanapaswa kuondoka ndani. Aliyasema hayo siku ya leo Martin Fayulu, mojawapo wa waopoza Kongole, na pia naye ni mojawapo wa wagombea wa kiti cha urais nchini Kongo kuanzia mwaka wa 2018 wakati President Felix ancien president Joseph Kabila alikuwa ameacha kiti cha urais nchini Kongo. Nadhani ya kwamba mnamjua. Habari zetu zinaendelea. Siku ya leo anayeitwa Charles Kakani pamoja na David Inyerto walifika ndani ya mji wa Bunia. Ni watu viongozi wa CRP, kundi lenye silaha linaloongozwa na Thomas Lubanga. Hawa Charles Inyerto na David Charles Kakani na David Inyerto waliacha kuendelea kuunga mkono Thomas Lubanga kwa kuongoza movement ya Convention de la Revolution Populaire CRP, kundi lenye silaha linalo tumikia kazi huko Ituri, wakaamua kujiunga na arme ya Kongo. Hawa viongozi wa zamani wa CRP kwanza walifikaka Kinshasa, wakapatana na Vice Premier Ministre de Defense Nationale Guy Kabombo. Baada ya kupatana naye siku ya leo walifika ndani ya mji wa Bunia hapo Ituri, na hawa watu wawili ni watoto wa Ituri, yani ni wazaliwa wa Ituri. Walikataa sasa kuendelea kuunga mkono CRP, kundi lenye silaha linalo tesa wakaaji wa Ituri, wakaamua kuondoka huko Uganda ambapo walikuwa pamoja na Thomas Lubanga wakiongoza Ituri, wakarejea ndani ya nchi ya Kongo, wakaachana na mambo ya kuunga mkono wa rebele. Thomas Lubanga ndiye ambaye alibakia kwenye uongozi yeye peke wa CRP akiwa huko nchini Uganda. Anaendelea kuongoza wale wahuni kabisa wa CRP wanaotumikia kazi huko Ituri.
Na hapa kuna mambo ambayo hayaeleweki. Vipi arme ya Kongo na ya Uganda wanatumika ndani ya operasyon za ADF, wanaonyesha kwamba wanatumika kwa pamoja, ikifika kuhusu kundi la CRP linaloongozwa na Thomas Lubanga hawatumiki pamoja, na kiongozi wao anakaa huko Uganda wakati nchi zinatumikana. Wangelimkamata kabisa, wanamleta nchini Kongo, anafungwa kwa kuwa anaendelea kuacha hali ya usalama inakuwa mbaya na kuwatesa raia, kuwanyanyasa kupitia kundi lake. Swali ni hili, ni vipi wako wanatumika pamoja mu parti moja, ama kwa upande mmoja, upande mwingine hawatatumika pamoja kama gouvernement mbili? Hapo kabisa kuna maswali mengi. Na sema asante marafiki na ndugu zangu ambao mnaendelea kukuwa nasi ndani ya habari zetu, na watakia mchana mwema na siku njema kwa ujumla. Tutaendelea kuwapa habari mbichi, tupatane ndani ya taarifa zetu za jioni, tukiwapa mbichi za jioni, kuambia kinachoendelea, kuwapa hali halisi kwenye uwanja wa vita, na kuwapa taarifa kama kawaida mbalimbali tena tofauti zinazosemekana ndani ya nchi ya Kongo. Na washukuru sana, muendelee kukuwa na siku njema. Asante.